Yapo mambo mbalimbali katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, ambayo wanadamu mbalimbali huwashirikisha watu wengine. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, yapo baadhi ya mambo ambayo si vibaya kuwashirikisha watu wengine, lakini yapo baadhi ya mambo ambayo hautakiwi kabisa kuwashirikisha watu wengine, kwa sababu kitendo cha kuwashirikisha watu wengine ni kama unakwenda kufunga milango ya mafanikio yako kwa mikono yako wewe mwenyewe. Katika video hii nitakwenda kukuambia mambo matano ambayo kamwe hautakiwi kumshirikisha mwanadamu yeyote katika maisha yako. Kama nawe ni moja kati ya watu waliovutiwa na video hii, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Huenda unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Kama ni hivyo, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Yafuatayo ni mambo matano ambayo kamwe hautakiwi kumshirikisha mwanadamu yeyote katika maisha yako. Namba moja, chanzo cha mafanikio yako. Kila mwanadamu aliyefanikiwa katika uso wa dunia ana chanzo cha mafanikio. Moja kati ya ukweli mchungu ambao natamani uweze kujua na kuweka akilini ni kuwa si kila mwanadamu ambaye anacheka na wewe anatamani kukuona ukifanikiwa katika maisha yako. Wapo baadhi ya ndugu, rafiki na jamaa ambao wewe unawaona kama ndugu zako, lakini kwa sababu moyo wa mwanadamu ni kichaka, haujui ni vitu gani ambavyo wanakuwazia wewe. Asilimia kubwa ya wanadamu waliokuzunguka wanatamani kuona ukianguka katika maisha yako. Si kila anayekuambia anatamani ufanikiwe ni kweli anamaanisha hivyo kutoka ndani ya moyo wake. Wengi wao wanatamani kuona ukianguka. Utakapofungua mdomo wako na kuanza kuwaeleza wanadamu mbalimbali kuhusiana na siri za mafanikio yako, watakapozijua siri hizo, ni rahisi sana kukuharibia. Laiti ningalikuwa na mamlaka ya kukulazimisha usifanye baadhi ya vitu katika maisha yako, moja kati ya mambo ambayo ningekulazimisha usiyafanye ni kuwaeleza watu kuhusu siri za mafanikio yako, kwa sababu ninajua mioyo ya wanadamu ilivyo. Wanadamu wanaocheka na wewe leo watafurahia siku utakapopitia anguko la maisha yako, na binadamu watakapojua siri za mafanikio yako watakuzunguka, watakwenda kukuwekea vikwazo, na mwisho wa siku hautaendelea kuwa na mafanikio ambayo unayo katika siku za leo. Ninakushauri ni vema ukaacha mafanikio yako yazungumze, lakini hakikisha wanadamu hawazijui siri za mafanikio yako. Namba mbili, malengo uliokuwa nayo katika maisha yako. Moja kati ya mambo ambayo hatuwezi kuyapinga ni kuwa kila mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi katika uso wa dunia anayo malengo ambayo anatamani kuyatimiza siku moja. Mimi ambaye nazungumza hapa nina malengo yangu. Hata wewe ambaye unanisikiliza muda huu, ninaamini una malengo ambayo unatamani siku moja uweze kuyatimiza. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, malengo yanatakiwa kuwa siri yako, kwa sababu utakapofungua mdomo wako na kuanza kuwashirikisha watu wengine kuhusiana na malengo ambayo unayo katika maisha yako, wengi watakukatisha tamaa, na baadhi yao watakupa na mifano ya watu waliojaribu kufanya kama wewe na mwisho wao ukawa mbaya. Lakini sikiliza nikwambie, inawezekana wapo wengi waliojaribu kufanya kama wewe wakashindwa, lakini Mwenyezi Mungu ametuumba katika namna ambayo kila mwanadamu anayo njia yake ya kufanikiwa. Njia ambayo amekuwekea wewe si njia ambayo amemwekea mwanadamu mwingine. Watu wengine watakapojua malengo yako ni makubwa kuliko ambavyo wanakuona, watakukatisha tamaa, kwa sababu wanaamini kutokana na namna ambavyo wanakukadiria hautaweza kutimiza malengo yako. Na kwa sababu baadhi ya wanadamu Mwenyezi Mungu amewapa uwezo mkubwa wa ushawishi, watafanikiwa kukushawishi na utaweza kuyaacha malengo yako kwa kuamini kuwa wao wapo sahihi. Ninakushauri yafanye malengo yako yawe siri. Namba tatu, hatua yako ya maisha inayofuata. Maisha ni hatua, na hatua ambazo wanadamu huzipiga katika maisha yao
hutokana na mipangilio, mikakati na malengo waliokuwa nayo katika maisha yao. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu wanaotarajia kupiga hatua fulani katika maisha yao, kwa mfano, labda unapanga kununua gari katika mwezi ujao, au labda unapanga kulima katika mwezi ujao, ama inawezekana unapanga kufungua biashara fulani katika maisha yako katika kipindi fulani kijacho. Ina maana hiyo ni hatua inayofuata katika maisha yako. Pamoja na kuwa mipango hiyo ni mizuri, lakini si vizuri kuwashirikisha watu mipango hiyo. Hakikisha watu wanashuhudia tu hatua zako za maisha ambazo unazipiga, lakini hatua zako zifanye kuwa siri. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu katika orodha ya binadamu ambao wanakuzunguka, wapo binadamu wanaofurahia mafanikio yako na wapo binadamu wasiofurahia mafanikio yako. Wale binadamu wasiofurahia mafanikio yako hawatofurahishwa na hatua za mafanikio ambazo unazipiga kwenye maisha yako, jambo ambalo watalifanya kwa sababu utakuwa umeshawapa siri ya hatua ambayo unakwenda kuipiga. Watakwenda na kujaribu kuzuia hatua zako kwa sababu malengo yao ni kuona ukishindwa kutimiza adhima yako katika maisha yako. Hivyo, kama unatamani mafanikio ya kweli katika maisha yako, hakikisha hauwashirikishi binadamu kuhusiana na hatua yako ya maisha inayofuata. Namba 4, usipende kumshirikisha kila mwanadamu kuhusiana na changamoto mbalimbali ambazo unazipitia katika maisha yako. Changamoto ni sehemu ya maisha katika maisha ya kila mwanadamu ambaye amezaliwa katika tumbo la mwanamke. Ukiona hauna changamoto katika maisha yako, huenda wewe ukawa changamoto. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe ni kuwa kila mwanadamu anazo changamoto zake ambazo anazipitia katika maisha yake. Huenda kama kila mtu angeweza kusimama na kuelezea changamoto ambazo anazipitia katika maisha yake, huenda changamoto ambazo wewe unazipitia ungeziona ni ndogo sana. Inawezekana katika orodha ya wanadamu ambao una kawaida ya kufungua mdomo wako na kuwaelezea kuhusu changamoto ambazo unazipitia katika maisha yako, huenda wengine wanakuchora tu kwa sababu kuna changamoto kubwa ambazo wanazipitia kuliko wewe, lakini bado wamebaki kimya. Wapo wengine ambao pindi utakapowaeleza kuhusu changamoto ambazo unazipitia katika maisha yako, pamoja na kuwa hawatakusaidia, bali wataenda kukutangaza kwa watu wengine, yani watakwenda kuuvua utu wako. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya si jambo baya kuwaeleza baadhi ya watu, lakini mwanadamu ambaye unahitaji kumueleza changamoto zako awe ni yule ambaye unamjua vizuri, unamwamini, yani msiri wako. Namba 5, haijalishi wewe ni mwanadamu ambaye umefanikiwa kwa kiwango gani, kamwe usiwaeleze watu kuhusiana na mafanikio uliyokuwa nayo kwenye maisha yako. Moja kati ya tabia ambazo zitakushusha haraka sana katika kiwango cha maisha ambacho Mungu amekupandisha ni pale ambapo utaanza kuwasimulia watu kuhusiana na kiwango cha fedha ambacho kipo katika akaunti yako ya benki, idadi ya majumba ambayo unamiliki, ama idadi ya mali ambazo unazimiliki kwenye maisha yako. Moja kati ya siri za maisha ambazo ni vema ukajifunza kabla haujachelewa, asilimia kubwa ya watu ambao wanakupenda kwa sababu hawajui undani wa maisha yako. Wapo ambao wanakupenda kwa sababu wamekukadiria na kukuweka katika level fulani ya uchumi, ili uendelee kuwa mwanadamu ambaye mali zake zitaendelea kuwa salama. Usiwaambie watu mali ambazo unazimiliki kwa sababu utaibua maadui wengi wasiokuwa walazima katika maisha yako. Badala ya kupambana na malengo yako, utajikuta unaanza kupoteza muda ukijaribu kupambana na adui mbalimbali ambao wanajaribu kukuangusha katika mafanikio ambayo umeyapata kwenye maisha yako. Kwani binadamu wengi watakapojua umefanikiwa kuliko wao, wataanza kupigana vita na wewe. Lakini wasipojua chochote ambacho kinaendelea katika maisha yako, watakuchukulia poa na kukuona wa kawaida. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako, sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.